Marekani na Irani zimetishia kushambulia miundombinu muhimu wakati vita katika Mashariki ya Kati ambavyo vipo katika wiki yake ya 4 vikiyaweka maisha ya watu hatarini kote katika kanda hiyo. Iran imesema mlango bahari wa Hormuz ambao ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine utafungwa kabisa ikiwa Marekani itatekeleza kitisho cha Rais Donald Trump cha kushambulia mitambo yake ya umeme. Trump alitangaza Jumamosi usiku muda wa mwisho wa saa 48 kwa mlango huo kufunguliwa. Hayo yalijiri wakati viongozi wa Israeli walitembelea moja ya jamii mbili za kusini karibu na eneo la siri la utafiti wa nyuklia lililopigwa na makombora ya Irani siku ya Jumamosi jioni, huku watu wengine wakijeruhiwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo lililoshambuliwa la Aradi, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema kuwa ni muujiza ya kwamba hakuna mtu aliuawa. Aidha amesema Israel na Marekani wanaendelea kumwangamiza adui. Amesema kuwa wameweka wazi malengo mawili. Moja ni kuvunja kabisa mpango wao wa nyuklia, kuvunja kabisa mpango wao wa makombora, kuvunja kabisa uwezo wao wa kufanikisha miradi hiyo miwili. Lakini pia amesema kwamba wameweka lengo la kutengeneza mazingira kwa watu wa Irani kuupindua udhalimu huo ambao umewatesa na kufanya maisha kuwa magumu na unafanya maisha kuwa magumu kwa ulimwengu mzima. Jeshi la Israeli limesema siku ya Jumatatu asubuhi ya kwamba limeanza wimbi kubwa la mashambulizi yanayolenga miundombinu ya kile ilichokiita utawala wa kigaidi wa Irani huko Tehran. Mlipuko ulisikika kote Tehran mapema hii leo, huku shirika la habari la Fars likisema mashambulizi ya anga yalilenga maeneo 5 ya mji mkuu wa Irani. Wakati huo huo, Kuwait, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia zimesema mapema hii leo ya kuwa mitambo yao ya ulinzi wa makombora iliyashughulikia mashambulizi ya makombora na droni, huku ving'ora vya kuhatarisha kuhusiana na mashambulizi ya anga vikilia Bahrain. Mkuu wa shirika la nyuklia la kimataifa IAEA Fatih Birol amesema uchumi wa dunia uko chini ya tishio kubwa kutokana na mgogoro wa nishati unaosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Ameonya kwamba hakuna nchi itakayokwepa athari zake. Akizungumza katika hafla ya waandishi wa habari katika mji mkuu wa Australia, Birol alilinganisha mgogoro wa sasa wa nishati na ule wa miaka 1970 na athari za uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine mwaka 2022. Mkuu huyo alisema kuwa vituo 40 vya nishati viliharibiwa kwa kiasi kikubwa katika Mashariki ya Kati kutokana na vita katika eneo hilo. Amesema mambo yalivyo kwa sasa ni kuwa kuna migogoro miwili ya mafuta na mmoja wa gesi ambao umeunganishwa pamoja. Birol amesema kuwa anatumai kuwa hali hiyo itatatuliwa haraka iwezekanavyo, akiongeza kuwa IAEA inashauriana na serikali ya Australia na Ulaya kuhusiana na kutolewa kwa hifadhi zaidi ya mafuta kama itahitajika. Mataifa wanachama walikubaliana Machi 11 kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta kutoka kwenda katika hifadhi za kimkakati ili kupambana na kupanda kwa bei za mafuta ghafi duniani. Kwingineko, mapigano yamepamba moto kusini mwa Lebanoni ambapo kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Irani linadai kuhusika na shambulio la anga lilomuua mtu mmoja kaskazini mwa Israel. Siku ya Jumapili, Israeli ilipanua orodha yake ya maeneo yaliyolengwa ili kujumuisha madaraja ya mto Litani ambayo waziri wa ulinzi Israel Katz amesema Hezbollah inatumia kuhamasisha wapiganaji na silaha kuelekea kusini. Baadaye Israeli ililipua daraja la Kasmiya karibu na Tiro mara baada ya kutoa onyo la saa moja. Rais wa Lebanoni Joseph Aoun
amesema hatua ya Israeli kuyalenga madaraja kusini mwa nchi hiyo ni maandalizi ya jeshi kuanzisha uvamizi wa ardhini.